Usiwe mraibu. Wote tumeangalia hapo kupata utambulisho, vijana wanaiga tamaduni za nje, mienendo isiyofaa na kupata utambulisho wao na maadili. Namba 6, uraibu wa simu na mitandao. Mfano, masaa mengi kwenye simu, hakuna muda wa kusoma Biblia, kuomba wala kujifunza. Umeshachoka, huwezi kusoma neno. Hizo simu za Biblia, lakini umuulize mtu ameingia lini kwenye Biblia? Yeye kwenye TikTok na vitu vya ajabu ajabu, lakini kumbe tunapoteza muda mwingi baada ya kusoma neno, Biblia, kuomba na kujifunza. Hatari yake kiroho. Moja, inakuweka mbali na Mungu. Ambaye jirani yako, usiwe mbali na Mungu. Uwe na kiasi. Kwa hiyo naona hatari yake ya kwanza, inakuweka mbali na Mungu. Namba 2, inaharibu tabia yako pole. Mwambie mwenzako hapo pole. Inaharibu tabia yako pole. Inakuingiza kwenye dhambi bila kujua. Dhambi inaanzia moyoni. Halo? Dhambi inaanzia wapi? Usije kufikiria unapoona mtu ametenda dhambi unaanza kupambana hiyo dhambi iliyotendwa. Alianza zamani sana. Kwa mfano, kama kuna mtu hapo mmekana yuko anasinzia. Manake sio amesinzia sasa hivi. Yaani muhurumie, yaani mshike, yaani muamshe. Yaani anasinzia masaa mawili yaliyopita. Unaanza kusinzia ubongo kwanza. Kwa kufumba macho ni kutimiza tu. Lakini ndio maana ukibuuliza tusoma nini dakika 20 zilizopita hana chochote. Na alikuwa ametoa macho hivi. Kwa hiyo mtu asisinzie pembeni yako hapo. Msaidie. Amen. Msaidie, uwe mkali, akikataa uwe mkali, msaidie. Asisinzie pembeni yako hapo kule ushoni kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dhambi inaanza kidogo lakini ina mwisho mbaya. Jinsi ya kusimama katika maadili mema. Moja, kuwa na mipaka. Boundaries. Chagua unachotazama, unachosikiliza, unachofuata. Namba 2, jaza akilini mwako neno la Mungu. Ni jinsi gani kijana cha njia yake? Ni jinsi gani? Kwa kulitii. Zaburi ngapi? Asante. Namba 3, jitambue wewe ni nani. Nimeanza kwa kusema kwamba wewe ni wa thamani sana. Yaani wewe ni wa thamani sana, hakuna kama wewe. Ulianza kupigana vita zamani sana. Tangu ukiwa bado uko kimiminika. Ulipigana vita ukaishinda. So you are very peculiar and very special. Usione kwamba ni dhaifu, wewe ni mtu wa muhimu sana. Una haja ya kuiga kila kitu. Sawa? Vilivyo vyema viige, lakini vibaya viache. Epuka marafiki na mazingira mabaya. Kama kundi lako wote wanawaza kwenda kuiba, wanawaza kwenda kwenye uasherati, wanawaza kwenda kwenye uzinzi, basi hakikisha au marafiki unaachana nao. Amina. Hakikisha unaachana nao marafiki. Mazingira yana nguvu kubwa sana. Kwa hiyo mazingira hayo yatakuathiri. Mbona mabinti wengine wamejitunza, kumbe marafiki wenzao ni wabaya, wanafanya mipango na wavulana, wanawapeleka kwa kwenda kuwatembelea marafiki zao, kumbe wana mtego, wanawabaka kule. Kuwa makini sana na watu katika maisha yako. Tumia mitandao kwa hekima. Sio kila kitu ni cha kuangalia, sio kila trend ni ya kufuata. Mwombe Mungu akupe nidhamu ya kushinda majaribu. Amina. Haleluya. Dunia inabadilika, lakini kweli ya Mungu haibadiliki. Kuwa tofauti si kosa, ni wito. Amina. Kuwa tofauti si kosa, ni nini? Ni wito. Hebu tuone kitu cha tofauti kutoka kwako. Naporudi kule waone kwamba wewe uko tofauti. Amina. Waone uko tofauti. Usifuate mkumbo, simama kwenye kweli. Amina. Hata ukitukana, simama kwenye utandawazi. Si mbaya kabisa, lakini ukikosa hekima unaharibu maadili yako.